Aisha, mambo vipi? Safi safi. Uko vizuri? Kabisa, asante. Tueleze mechi ilikuwaje dakika zote 90 hasa kwenye eneo la mbinu zaidi? Mchezo ulikuwa ni mgumu kwa sababu huja kufikiria katika timu ambazo ziko ligi kuu ya wanawake ni timu ngumu obvious, kwa sababu timu mpaka imepanda ina maana sio timu nyepesi, ni timu ngumu na unajua kabisa wanakuja huku mambo yatakuwa ni magumu. Kwa hiyo mchezo ulikuwa ni mzuri na ni mgumu, lakini tuliweza kumaintain kwenye dakika 90, 45 za mwanzo hatukuweza kuwa na mchezo mzuri, lakini tunashukuru makocha waliweza kuona wakaenda kutuambia mawili matatu ndani ya vyumba, tumerudi tumeweza kufanya vile ambavyo tumeelekezwa na makocha. Mchezo ukawa ni mwepesi kwa upande wa kipindi cha pili. Tunashukuru tumeweza kupata matokeo. Pengine mashabiki walitarajia hii leo tutafunga mabao mengi, haswa kwenye kipindi cha kwanza ambacho mechi ilimalizika bila. Kwa nini tunacheza na timu ambayo yenyewe ndio msimu wake wa kwanza kucheza ligi kuu ya wanawake? Unadhani ugumu ulikuwa wapi? Ugumu ulikuwa ni kwamba sisi tunaenda kucheza na timu ambayo kwanza hatujawahi kucheza nayo, hatuijui jinsi wanavyocheza. Kwa ndo maana kipindi cha kwanza ilikuwa ngumu sana na watu walitamani sana sisi tufanye vizuri zaidi, lakini yani niseme ni kama tulikuwa tunasomana, kwa sababu sijajua kama wao walishawahi kucheza na sisi kwa baadhi ya mchezaji mmoja, lakini sisi hatukuweza kucheza nao, ina maana hatukuweza kujua wao jinsi gani wanacheza, na ndio maana ikawa ngumu. Lakini kipindi cha pili baada ya kuwa tumeshawajua sasa vipi wanacheza, nini wanafanya, na maana kocha pia akatusaidia kutuongezea maarifa, tukajua kwamba kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Kwa hiyo ndio maana ikawa rahisi pia kipindi cha pili kwenda kufungua na kucheza na kuweza kupata magoli. Sawa. Kwenye hiko kipindi cha pili unadhani ubora ulikuwa wapi zaidi tukapata mabao manne? Kipindi cha pili ubora ambako ulikuwa ni kwamba tulikubali kufanya kile ambacho wao walikuwa wanafanya, sisi tukafanya mambili yao, kwa maana kwamba ya mikimbio tuliongeza mikimbio zaidi, lakini pia tulikubali tucheze kwenye eneo letu ili wasogee sisi tuweze kufanya movement nyuma yao, na ni kitu ambacho kilitufanya tumefanikiwa. Lakini wao pia nafikiri walienda chini au sisi tukainuka, ina maana wao walikuwa wanashuka sisi tunapanda, kwa maana kwamba kuna kitu tunatafuta. Sijajua wao kwa upande wao ilikuwaje, lakini mimi nafikiri ni hivyo, tumeweza kufungua, kupata nafasi, pitisha mipira, penetration zile, na tumeweza kufanikiwa. Ukija kuangalia magoli mengi ambayo tumefunga ni running nyuma yao. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa tumeweza kupata pointi 3 katika mechi ya kwanza. Kwenye mabao manne ambayo umefungwa hii leo, umefunga bao moja. Tutarajie kile ambacho umekuwa ukifanya msimu kadhaa nyuma? Hayo ni matarajio yangu na ni malengo pia. Kwa naamini mechi ya leo imekuwa ni mwanzo, na ni mwanzo na itakuwa ni muendelezo, si hapa, kwa sababu malengo ni mbali zaidi ya hapa. Kwa tutarajie makubwa zaidi ya haya. Kwa niaba ya wachezaji, wewe ndio unaoza katika mchezo huu wa leo. Kwa niaba ya wachezaji, mashabiki wametusapoti na kile ambacho tunaelekea kwenye ratiba inayofuata. Kwa niaba ya wachezaji na upande wa mashabiki pia, mimi ninachowaomba ni kwamba waendelee kutusapoti. Hii ni timu yao, sisi bila wao hatuwezi kufanikisha, kwa sababu sisi tunawategemea wao ili tufanikishe. Na maana wao kuja kutusapoti sisi inatupa morale pia sisi ya kuendelea kufanya vizuri. Na maana wao wasipokuja sisi itakuwa tunayumba. Kwa hiyo mimi ninachowaomba ni kwamba wasichoke kutusapoti, waendelee kutusapoti. Sisi ni timu na wao ni timu ya pili pia. Kwa hiyo uwepo wao ni kufanikisha kwetu. Mimi ninachoomba waendelee kutusapoti sana, wasikate tamaa na sisi, kwa sababu malengo yetu, furaha yetu ni furaha yao. Kwa hiyo waendelee kuja kwa wingi kuendelea kutusapoti. Ligi ndio imeanza. Kwa hiyo wasikate tamaa, kwa sababu ndio tumeanza ligi, na naamini mazuri yanakuja zaidi ya haya. Shukrani sana. Asante sana.